Tunatarajia kuwa na uchaguzi wa rais wa klabu ya Young Africans, tunatarajia kuwa na uchaguzi wa makamu wa rais, tunatakiwa kuwa na uchaguzi wa wajumbe wa kamati ya utendaji. Naamini kamati ambayo imepewa majukumu hayo, kamati ya uchaguzi, imeshafanya kazi yake. Tulianza kwa watu kujaza fomu na mwishoni majina yametoka kuwa ndio atakayoshiriki kwenye uchaguzi huo. Niwatakie kila laheri wagombea wote, na naamini wale wote wenye sifa wamepata nafasi ya kupita na kuanza kupewa fursa ya kuomba nafasi ya kuongoza klabu hii, na naamini wengi wanafaa kama si wote, lakini watakaohitajika ni wajumbe 5, makamu rais mmoja na rais mmoja kuiongoza klabu hii. Niwatakie kila laheri wagombea wote nikiwemo mimi mwenyewe, na naamini wanayanga watawachagua wale ambao wanawafaa kwa ajili ya kuwapa klabu yao kwa miaka mingine 4 ijayo. Lakini pia katika msimu pia wachezaji pamoja na viongozi mbalimbali watakokuwa wanaisimamia timu yetu katika msimu huo. Nitoe fursa kuwaalika wanachama wetu kushiriki katika tukio hilo. Najua tukio hili huwa linaanza na matukio mbalimbali ya kijamii yanayofanywa kwenye matawi yetu nchi nzima, ikiwemo kuchangia damu, ikiwemo kutoa kwa sadaka kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia kutembelea vituo vya watoto yatima na maeneo kadha wa kadha yanayotoa fursa ya wanachama wa Young Africans kurudisha kwenye jamii yao. Ni wakati wenu wanachama kufanya hivyo, na kilele chetu kitakuwa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini ufunguzi huo wa wiki ya mwananchi mwaka huu kwa kipekee kabisa tutakwenda kufanya kwenye eneo linaloitwa Katoro katika mkoa wa Geita. Eneo hilo la Katoro limekuwa maalum kabisa na limeletwa kwa mapenzi mema ya wanachama wa klabu yetu waliokuwa Katoro. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana viongozi wa Katoro wakiongozwa na mratibu wetu wa mkoa wa Geita, lakini kwa kipekee nimtaji kakaangu GSM wa Katoro. Wewe na timu yako mmefanya kazi kubwa kutushawishi kuleta uzinduzi wa wiki ya mwananchi katika eneo lenu, na haijaja bahati mbaya, mmejipanga vizuri, na naamini kabisa tukio hili litakuwa zuri sana kutokana na mipango ambayo mmeiweka. Niwapongeze na niwatakie kila laheri. Baada ya kusema hayo, najua hamu yenu kubwa wananchi ni kutaka kuona nani atakwenda kutubeba kwenye msimu wa 26-27. Tulianza kwa kutangaza benchi la ufundi. Mankoba Mngiti ndio kocha wetu mpya kwa msimu huu wa 26-27. Kocha tulomtoa katika ardhi ya mzee wetu Mandela katika nchi ya Afrika ya Kusini, mwenye historia kubwa ya utendaji katika vilabu mbalimbali, na amekuwa na sifa nzuri ya utendaji huo. Tulifanya scouting ya kutosha, tulipata taarifa nzuri zinazombeba yeye, zikatupa thamani ya kuona anafaa kuja kwenye klabu yetu, na amefanya hivyo katika vilabu vya Mamelodi Sundowns kwa muda mrefu na kuweza kufanikiwa kushinda mataji mbalimbali. Lakini aina yake ya uchezaji ndio kitu kilichotuvutia zaidi, na tukaona anatufaa. Tuliweza kukaa naye, tukajadili naye, tukatoa fursa ya yeye pia kutupa wasaidizi watakaomsaidia katika kufikia malengo hayo ambayo tumempa, na ameweza kutupa. Nafikiri masiku machache yaliyopita wanachama wa klabu ya Young Africans mlipata fursa ya kuwatambua hao wasaidizi wake, na sisi kama viongozi wenu tutahakikisha tunawapa sapoti ya kutosha ili waweze kufikia malengo yao. Tumetangaza benchi la ufundi na limeshaanza kazi. Leo imekuwa ni siku ya pili kwa technical bench yetu kuanza kutumika na kuanza kuwanoa wachezaji wetu wapya. Baada ya kukaa nao, tulifanya assessment yetu kama viongozi. Katika ripoti ambayo tumepata kwenye msimu uliopita, na wote mnajua wanachama wa Young Africans mmeshazoea mambo mazuri na mnatamani kuiona timu yenu ikicheza vizuri. Niliweka mimi pamoja na viongozi wenzangu jitihada kubwa kuhakikisha tunaijenga timu yetu ili iweze kuwapa burudani ambayo mmeizoea. Naamini msimu wa 25-26 pamoja na